بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Ndugu Muislam, tukaendelea na kitab Sharh Thalathatul Usul, sharh ya Sheikh Muhammad bin Salih Al-Uthaymeen rahimahullah. Bado tuko katika almartabatu thaniya, nayo ni al-iman, na tuko katika nguzo ya tano, al-imanu bil yawmil akhir, kuamini siku ya mwisho. Na leo tutasoma thamaratul iman bil yawmil akhir, matunda ya kuamini siku ya mwisho. Sheikh Muhammad bin Salih Al-Uthaymeen rahimahullah asema, walil imani bil yawmil akhir thamaratun jalilatun, na miongoni mwa matunda makubwa kabisa ya kuamini siku ya mwisho, minha, miongoni mwazo, alula, ya kwanza ni arraghbatu fi fi'li taat. Kuamini siku ya mwisho humfanya mtu akawa apende kufanya mema, walhirsu alaiha, akawa anafanya bidii, akawa awe na pupa, rajaa thawabi dhalika alyawm, kwa kutarajia kupata malipo ya siku ya Kiyama. Mfano, mtu ambaye kwamba anayedumu kuswali swala alfajiri msikitini kila siku, tena kwa jamaa, akitarajia kupata thawabu za Allah subhanahu wa ta'ala, neema zake ambazo Allah subhanahu wa ta'ala amemwandalia. Kwa hivyo mtu kama huyu, kwa kule kuamini kwake siku ya mwisho, basi ndio akawa inamfanya kule kuamini siku ya mwisho akawa anapenda kufanya yale mema, na huku akitarajia thawabu kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Athania, pili, arrahbatu inda fi'li almasiyati waridha biha, yule ambaye kwamba anaamini siku ya mwisho humfanya mtu aogope kufanya maasi au kuridhia yale maasi, khawfan min iqabi dhalika alyawm, kwa kuogopa adhabu ya siku hiyo, siku ya mwisho. Mfano, mtu ambaye kwamba anapewa rushwa, anapewa hongo, lakini akawa anaikataa hongo kama ile. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu ya kuogopa adhabu ya ile siku ya mwisho, siku ya Kiyama. Kwa hivyo kule kuamini kwake siku ya mwisho inamfanya yeye kuwa na hofu kutomaasi Allah subhanahu wa ta'ala. Athalitha, ya tatu, tasliyatul mu'mini amma yafutuhu min ad-dunya, humburudisha na kumfariji yule mu'min kuhusu yale ambayo kwamba anayoyakosa katika hii dunia, bima yarjuhu min naimil akhirati wa thawabiha, kwa sababu ya yale matatizo na zile shida anazozipata katika hii dunia, yale mambo mazuri ambayo kwamba anayoyakosa, lakini kwa sababu ya hivyo akawa anatarajia neema na thawabu za akhira. Ndio mfano mtu ambaye kwamba ni maskini, anavumilia ule umaskini wake, zile tabu, shida na dhiki, na huko anatarajia neema na thawabu ambazo Allah subhanahu wa ta'ala amewaandalia waumini huko akhira. Kwa hivyo kule kuamini siku ya mwisho kunamfanya yeye akawa anavumilia yale yote matatizo na tabu na shida anazozipata katika hii dunia, lakini akitarajia kuwa
siku ya mwisho akhira, Allah subhanahu wa ta'ala atakwenda kumlipa. Kisha Sheikh rahimahullah akaendelea akasema, waqad ankara alkafiruna alba'tha ba'da almaut, makafiri wamekanusha kufufuliwa baada ya kufa. Zaimina anna dhalika ghairu mumkin, wakidai kwamba jambo kama hilo haliwezekani. Wa hadha zamu batilun, lakini madai kama haya ni ya batili. Dalla ala butlanihi ash-shar'u wal hissu wal aqlu, na ubatili wake umebatilishwa na sheria, ubatili wake umebatilishwa na hisia, yani ushahidi wa kuonekana, na ubatili wake umebatilishwa na akili. Leo insha Allah tutasoma kule kubatilishwa kwa sheria peke yake, alafu katika vikao vitakaokuja tutasoma kule kubatilishwa yale madai yao. Wale makafiri wanadai kuwa hakuna kufufuliwa baada ya mauti. Tutakuja kusoma vikao vitakavyokuja kule kubatilishwa kwa hisia na akili. Amma shar'u, ama ushahidi wa sheria, faqad qala Allah ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala amesema, za'ama alladhina kafaru an lan yub'athu, makafiri walidai kwamba hawatafufuliwa. Qul, sema e Muhammad, waambie, bala wa rabbi latub'athunna, la, ninaapa kwa Mungu, bila shaka mtafufuliwa. Thumma latunabbaunna bima amiltum, kisha mtaambiwa yale yote mliyoyatenda. Wa dhalika ala Allahi yasir, na hilo kwa Allah subhanahu wa ta'ala ni jambo jepesi kabisa. Wa qad ittafaqat jami'u al-kutubi as-samawiyyati alayhi, na kwa hakika vitabu vyote vya mbinguni ikiwa ni Taurat, Injil, Zabur na hii Qur'an, zote vimekubaliana juu ya ukweli wa kufufuliwa baada ya kufa. Ni kwamba watu wote watakapokufa lazima itafikia siku ya mwisho, na vile vile watu wote watakuwa wenye kufufuliwa, na vitabu vyote kutubu samawia vimeweza kuthibitisha jambo kama hili. Basi mpaka hapa anamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atufahamishe zaidi na atujalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.